Yako mambo mawili. Moja ni kwamba anapata fursa ya kuja kutangaza biashara yake, lakini la pili anapata fursa ya kufanya networking, ya kukutana na watu wengine ambao watamsaidia kukua au kufanya mapinduzi, kufanya mageuzi chanya, positive transformation kwenye yale mambo ambayo ni ya biashara yake. Kwa hiyo watu wengine nafikiri labda wanakuja hapa kwa ajili ya kufanya biashara. Kuna watu wengine wanakuja hapa kutangaza biashara yao, lakini kuna watu wengine wakitoka hapa zile contacts tu wamebadilishana kadi, wamebadilishana namba za simu. Baadaye kuna mtu atakaa sema hiyo kuna bidhaa fulani mimi niliona. Sasa bidhaa ile. Jukumu letu lingine pia ni katika kuwaunganisha wajasiriamali hawa na masoko yaliyoko ndani na nje ya nchi. Tunafahamu kabisa nchi yetu imeshaingia mikataba ya kuuza bidhaa hasa kwenye EAC, kwenye masoko yaliyoko katika EAC, East African Community, lakini pia tuna soko pia huru la Afrika ambalo lina nchi, tuna integrate nchi zaidi ya 56. Na masoko yote haya yanahitaji bidhaa ambazo tayari zimesha chakatwa. Hatuuzi raw product, tunauza final product. Na nyingi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nimeziona zipo katika maonyesho haya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, jukumu letu jingine pia ili kuwawezesha kupata masoko, huwa tunawalinki na maonyesho. Kwenye maonyesho ndio pale ambako wanakutana na wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali, wanabadilishana uzoefu, lakini pia wanafanya networking za marketing za product zao. Matokeo ya maonyesho haya bila shaka yanaendelea kudhihirisha umuhimu wa kujenga mazingira ya kibiashara. Na sisi kwa upande wa Chamber of Commerce tunajipima kwa bidhaa tulizoona hapa kwamba nyingine zimeshaanza kupata certificate of origin ili ziuzwe hata nchi za nje, ambapo jukumu kubwa tulilokuwa nalo ni kutoa elimu kwa umma, kwa wananchi juu ya sheria mbalimbali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tumekuwa na wasaa pia wa kupokea maoni kutoka kwa wananchi juu ya marekebisho ya sheria na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo kwenye sheria za nchi yetu, ili sisi kama taasisi tuweze kuona namna gani tunaweza tukafanya marekebisho kwenye taasisi yetu. Lakini pia tumepata wasaa wa kukutana na wananchi wengi waliokuwa wakitembelea banda letu ili kuweza kutoa maoni yao, lakini pia kupokea elimu ya sheria kutoka kwenye taasisi yetu. Sambamba na hilo pia tunashukuru tumeweza kutunukiwa cheti cha ushiriki wa maonyesho haya, lakini pia kuweza kufanya vizuri katika maonyesho haya kama taasisi. Kwetu sisi ni fahari kubwa, kwa sababu kama lilivyo jukumu letu la Tume ya Kurekebisha Sheria, ambao wananchi ni wadau wetu wakubwa katika shughuli zetu za kila siku. Sisi kama Agriwezesha ni wadau wa kilimo. Leo tumeshiriki katika maonyesho haya ya biashara. Kwetu sisi tumeona ni maonyesho mazuri, yako na fursa nzuri pia, ambako wajasiriamali mbalimbali wameweza kukutanishwa sehemu moja. Lakini pia tumeona yako mashirika mbalimbali ambayo yanatoa huduma na kuweza kusaidia wajasiriamali waweze kuhakikisha bidhaa zao zinakuwa katika ubora unaotakiwa. Kwa mfano tumeona kuna banda la SIDO. SIDO ni kati ya mashirika ambayo yanatoa mwongozo na kusaidia wajasiriamali kuweza kuhakikisha bidhaa zao zinazalishwa kwa viwango ambavyo vinatakiwa na kuweza kufikia sokoni. Lakini pia sisi kama Agriwezesha tuko na mafuta ambayo tunazalisha katika mradi wa kuwezesha vijana na wanawake, na pia tumeshaanza kushirikiana na SIDO katika kufuata mchakato mbalimbali kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo tutazalisha katika programu hii inakuwa na ubora na kuweza kwenda kwenye masoko mbalimbali ndani ya nchi na hata nje ya nchi.